ikaamua moja kwa moja kufaili kesi kupeleka wapi? Kasi. Lakini kwa sababu ya pressure ambayo walikuwa naipata kwa vishata mtaa, kwa watu ambao unaowaongoza hususan kwenye mpira, lazima utafeli kwa namna ambavyo ninavyotakiwa kuongoza. Lakini kiongozi ukiwa unakaa unafikiria kuchukua, uelewa, tulijua nini ambacho kinachoenda kutokea kuhusu swala la kesi yao. Lakini kimsingi mimi naamini kwamba management ya Yanga watajifunza katika hili. Unajua, ishi kwa namna ambavyo unavyoishi, usiishi kwa namna ambavyo wanavyoishi. Ukiwa management, kiongozi, maana yake kuna watu unaoongoza. Wewe ndio lazima ufocus kwenye kichwa chako kuna namna ambavyo vipi hao wanaoongoza. Mwana michezo, njoo tuzungumze yale ya kimichezo zaidi na yale ambayo yanazidi happen siku hadi siku. Inaongea Tyson, niko nyuma kamera nasema Mayunga, niko na Kisugu baada ya taarifa kutoka ya kasi Young Africans wakataliwa rufaa yao. Kisugu, mambo vipi? Mambo mazuri, namshukuru Mwenyezi Mungu, niko salama. Niko salama kabisa. Hatimaye nimeburumuka. Yes, tulijua hilo. Watu wenye akili timamu, watu. Mimi siamini kwamba management ya Yanga ilikaa lazima wafaili kesi ili kuona namna ambavyo wanavyoalizisha mashabiki wao. Leo hii nizungumze jambo moja tu dogo. Nitoe mfano halisia katika maisha yetu ya kawaida. Ili ufike mahakama kuu pale, ili ufike mahakama ya rufaa, maana yake lazima uanze kwenye mahakama ya mwanzo. Maana yake lazima uanze katika mahakama ya wilaya. Sasa unaonekana vipi kesi hiyo ndio kwanza unaifaili kabla hujaanza mahakama ya wilaya, kabla hujaenda mahakama ya mkoa, unakwenda moja kwa moja kwenye mahakama ya rufaa? Watani wajifunze. Watani lazima itafika mahala wakae wajifunze, sio dhambi kujifunza kwetu. Waje. Leo hii wana kesi zaidi ya 9. Hawajafanikiwa hata kesi moja. Kesi ya kule haipungui pesa zaidi ya milioni 100 na something. Ili kesi yako iweze kufanyaje? Kupokelewa. Matumizi ya pesa zile waliotumia mpaka leo kwa kasi, wakipiga chini na hesabu yake, wangekuwa na uwezo wa kupata carpet ya artificial pitch na timu yao ikapata uwanja wa mazoezi. Leo wangekusanya zile pesa ambazo zote zimekwenda kasi. Kuna pesa za namna mbili kwa kasi. Kuna pesa ambazo unapeleka kwenye mahakama, lakini kuna pesa ambazo kule wale mahakama inakwenda kukuadhibu kuona namna ambavyo yale makosa uliyofanya wanakwenda kukuadhibu, kukuhukumu. Maana yake pesa zile wangezikusanya, wangekuwa na uwezo wa kwenda kununua carpet ya artificial pitch, wangeweka hata pale Mchafukoge, wangekuwa wanafanya mazoezi wenyewe. Mchafukoge afiki sio kwao bwana wewe. Kwa hiyo jambo la kushindwa mimi nilijua. Na moja ya sababu mimi naamini watani wangu wakae watafakari katika kitengo cha sheria. Leo hii katika mawakili 5 waliofaili kesi kupeleka kule kasi, wamekuja na kushindwa la kijana mdogo mwenye umri wa miaka 28. Mdogo tu. Yuko Simba Sports pale. Tena kwa kitu ambacho mimi nilifuatilia, nina uhakika mwana sheria wa Yanga walipewa zaidi ya nusu saa kujitetea. Yule mwamba akapewa dakika 20 akasema nyingi hizo. Akachukua dakika zake 10 akika kesi mezani, hoja akaziacha, watu wakapoteana. Sasa mtu mzee Magoma kakushindweni, mmemshindwa mzee Magoma, mtamshindwa yule kijana aliyesoma. Sasa kibaya zaidi ukimwacha yule mwanasheria pembezoni, kuna ndugu yangu alikuwa anaitwa Makubi, unamjua? Nitakupa namba zake ukipata shida na kesi zako nitakupeleka. Yule mwamba aliwatungua kipindi cha Bernard Monson yule. Ndio mwamba alikuwa anampiga ndogo, anampiga pasi za mbele ndogo yule. Anampa madini. Nendeni mkawaulize, watacheza. Moja kati ya swali ambalo aliulizwa Alikamwe sikia leo pale bandarini kuhusiana na kesi na kucheza dabi, akasema hatacheza dabi, hata TFF ikitoa barua ya kwenda kucheza dabi atacheza, hata tarehe kitolewa hata hizo kucheza. Ali sio Yanga. Ali ni mfanyakazi wa Yanga. Ali sio Yanga. Ali ni mfanyakazi wa Yanga. Wenye Yanga yao watakwenda kutoa maamuzi, sio yeye. Yanga ina wenyewe. Yanga kwa mujibu wa maelezo yao wao wenyewe, mimi ambao sikubali wasema mazuri 1935, Ali alikuwepo. Ali mwenye Yanga, kwenye Yanga wapo. Wao waamini kwamba kuna watu pale wenye Yanga yao wakiamua kwamba leo Ali Shaban kazi basi naenda kwa basi. Wako ni Yanga.
Wanajua madhumuni ya kuanzisha Dar es Salaam Young Africans ni nini, wanajua madhumuni ya kuanzisha Simba Sports ni nini. Moja mihimili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa maana ya serikali ni Simba na Yanga. Moja sababu ya amani kwenye nchi hii ni Simba na Yanga. Leo anatoka mtu mmoja atucheze, we Yanga dabi itapigwa, nisikilize mimi na hii clip iweke. Dabi lazima icheze, lazima cheze. Leo ukisoma katiba ya Dar es Salaam Young Africans, Yanga ni klabu ya nini? Ya mpira. Yanga ni klabu ya michezo. Ukikataa kucheza michezo maana yake unataka ukacheze bao au unataka ukacheze mdako, mchezo wa zamani kula mpaka shehe baba. Mmeleta maiki acheni mimi nizungumze. Acheni nizungumze. Alafu niko vizuri. Mimi nimetoka South Africa bwana. Nimekaa Durban pale siku 4. Nataka tuende huko. Lazima nizungumze. Hapo nazungumza kwa mapana, sina wasiwasi. Unajua kwa nini? Bosi jana kanitumia message da usikasiri, kanambia inawezekana Morocco kaenda wewe tulia tu. Tupende Morocco ipo. Bado usiseme ipo mapema matajiri wakashinda kunisaidia. Kwa hiyo lazima niwaambie kuna muda mwingine tukiingia katika mambo ya kisheria lazima mentality zetu zikae kuona namna ili jambo sio dogo, ni jambo kubwa, kwa namna gani tuweze tulisimamie. Moja ya dhambi kubwa ya wanasheria hawa kuweka mikataba ya wateja wao wazi. Leo kundi la wanasheria wa Yanga wamevunja maadili ya wanasheria, walichukua mkataba wa Kagoma ambao wamekubaliana na Dar es Salaam Young Africans, wakawa na upeperusha barabarani. Unafikiri vile ambavyo watu wanakwenda kutangaza kuuza biashara zao au watu wanatangaza semina sehemu watu hawezi kukutana. It's not fair. Mlimuona Godi, mlimuona ndugu yangu Abdulaziz, mlimuona ndugu yangu Lastborn, mdogo wangu nampenda sana yule. Amesoma vizuri, ana degree yake moja, lakini katika watu degree zao wajui kuzitumia, yeye namba 1 sasa hivi. Eti wamechukua mkataba wa Kagoma wanacheza. I say yes. Mkataba wa mtu mliokubaliana pale. Nikaona hapa kwenye kitengo cha sheria kuna shida. Mwanasheria siku zote hahitaji huruma ya watu. Ukimwona mwanasheria anaitisha place kwenda kuzungumza kwenye jambo la kisheria, hapo pana shida. Mwanasheria atakwenda mahakamani, atapeleka hoja mahakamani. Mzee Magoma aliwaburuza kwa mzee, tutamfanyaje sasa? Kesi kashashinda, tutaipinduaje? Mkaitwa na nyinyi waandishi wa habari sio wa kweli, mkapeleka maiki zenu. Kweli sio kweli? Maiki pale kuteni hali. Ndio msemaji wa Dar es Salaam Young Africans. Wewe unakuta mwanasheria pale, kuna mahakama, kuna hakimu pale. Wewe mwanasheria unakwenda kutafuta huruma ya watu. Lazima wafelishe. Na wataendelea kufeli watani. Wataendelea kufeli. Kwa hiyo mimi lazima niseme sikustaajabu hata kidogo kwa namna ambavyo Yanga walivyoshindwa katika ile kesi. Kwa hiyo wao cha kufanya wakae chini, mimi na washauri sasa. Nendeni mkawaambie Kisugu na washauri wafaili kesi upya. Wakishafaili kesi upya, kwanza waanze na mahakama ambazo za mpira zilizopo ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sio mahakama za Temeke. Wende kwenye kamati hizi ambazo kitafsiri ya sheria kwenye mpira zinaitwa, baadhi yake ziko ndani yake kamati zile za mahakama. Wende. Wakishatoka kule kama wakulizika ndio naweza kwenda kasi. Lakini cha kwanza walifeli kwa sababu walikurupuka. Na naamini hichi ninachosema unakwenda kukifanya. Nipe siku 4. Kama ukifanya njoo Mbagala uniulize na kupa ofa. Ofa ipo juu. Yes, nakupa ofa. Lazima ufaili kesi, waanze tena upya. Lakini kwenye kesi wanayotengeneza na wapo usia mmoja tu, asiyefundwa na babaye na mamaye, fundwa na nini? Na ulimwengu. Hii kesi wanaanzisha ndio wanakutana na mabaya ambayo hajawahi kutokea katika maisha yao. Sijasema bora waache. Unajua Mungu baada ya kuumba hii dunia, kabla hajaumba vitu vyote, Mungu alianza kuumba pepo na moto.
Sema kokote pale. Shahidi mimi ninao. Ukitaka kwenye Taurati nitakupa. Ukitaka kwenye Injili nakupa. Ukitaka kwenye Zaburi nakupa. Ukitaka kwenye Qur'ani nakupa. Sasa baada ya kumba moto na pepo, alafu Mungu anakuangalia binadamu, unachagua mwenyewe. Aidha kwenda peponi au motoni. Kwa hiyo ukienda kwenye moto, usimchukie mtu, maisha umeyachagua mwenyewe. Watu wa Yanga usinikasirikie mimi, maisha yao wameyachagua wenyewe. Wakinikasirikia mimi ndio wananionea tu. Ila mimi na wasua zangu kama watani tu. Mimi nasua kama. Kwa hiyo hili limekula kwao, wakala file case, waanze utaratibu upya sha. Bana, leo mchezo wa ligi kuu Tanzania bara kati ya Mashujaa dhidi ya Wekundu wa Msimbazi, mchezo utachezwa pale KMC. Na mchezo wa kwanza Simba aliweza kushinda bao 1-0 kwa mbinde sana nazungumzia. Mchezo wa leo naenda kutazama mchezo na nani ndio kutazama pale katika viunga vya KMC. Ni mchezo mgumu. Sisi siku zote tunaamini mchezo wa mpira wa miguu na tunaamini neno linaitwa mechi haiwezi kuwa jambo jepesi na kuwa jambo gumu. Moja, lazima tukiri kwamba Mashujaa ni moja wamekuwa washindani wakubwa sana pindi endapo walipokutana na